Mimi kwanza nawashukuru wanachama wote waliofika leo kwenye huu mkutano wa mwisho kabisa wa kufunga kampeni zetu. Nadhani tumeshazungumza mambo mengi sana na wanachama na wao wanajua niliyoyafanya kwenye klabu hii kwa kipindi cha miaka minne kwenye uongozi wetu, nadhani wao wenyewe wanajua. Kwa hiyo kilichobaki sasa, kesho ni siku ya vitendo, waende wakanipe kura nyingi sana za ndio za kutosha, kwa sababu naamini kabisa katika wajumbe wote wanaogombea mimi ndio nitakayeongoza kura nyingi sana. Ndio. Kwa research yangu kama mwandishi nimefanya, inaonekana mtaani wanakukubali sana watu wa Yanga na hata wasiokuwa Yanga, lakini wanakubali namna ambavyo upambanaji wako kwenye mpira mara zote. Unajisikiaje wewe kwako binafsi unakoona mashabiki wanaweza kukubali kwa kiwango hicho, na hata mwenyewe umekiri kwamba unaamini, unajiona unaenda kuongoza kwa kura nyingi sana pale kuwazidi wajumbe wote? Ni faraja, lakini pia vile vile ni deni, kwa sababu nimefanya mambo makubwa kwenye klabu hii, ndio maana wao wanaamua kuniunga mkono maelfu kwa maelfu. Lakini vile vile ni deni, kwa sababu tayari nimeshaweka alama fulani iko juu, kwa hiyo natakiwa kuilinda ile alama na kuzidi pale ambapo nilipokuwa. Kwa hiyo naamini watakaponichagua tutashirikiana pamoja vizuri, tutaendelea kulisongesha gurudumu la klabu yetu. Inshallah baada ya kesho utakuwa umepita sasa. Assignment yako ya kwanza bila shaka itakuwa ni tarehe 12 inaanza rasmi. Kitu gani ambacho unaweza kusema kuelekea tarehe 12 dhidi ya mtani wako Simba ambaye kwenye msimu huu ameonekana kuimarika zaidi tofauti na misimu ya nyuma? Tunawaheshimu, ni timu nzuri, sajili zao kama 3-4 hivi za dirisha dogo ambao walikuja kumalizia msimu wa ligi ziliwabeba na walionyesha upinzani kidogo, naona wakaweza kupata sare mechi 2 za ligi kwetu. Kwa hiyo tunaheshimu, lakini Yanga ina timu nzuri sana na wachezaji wakubwa sasa hivi, wachezaji wa daraja la juu ambao tumewasajili kwa ajili ya kuja kuweka alama kubwa sana kwenye michuano ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo niwaondoe mashaka wana Yanga, tunaendelea na maandalizi ya uchaguzi. Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu nikivuka, mimi tayari nishaanza maandalizi kwa ajili ya mechi ya tarehe 12. Kwa hiyo kama kawaida atafariki tu. Ndio, itakuwa kule Zanzibar na mechi ya mwisho walifanya vizuri pale pale kwenu Guantanamo Bay. Atafariki tu. Atake astake. Atafariki tu. Asanteni sana.